Watu takriban 18 wamejeruhiwa baada ya vifaa vya milipuko kulipuka katikati ya mji wa Damascus karibu na hoteli ambako rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa amefikia, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Syria. Shirika la habari la taifa la Syria SANA limesema vikosi vya usalama viligundua vifaa viwili vya milipuko kabla ya kulipuka, wakati vikosi maalum vilipoanza kuvitegua. Kwa mujibu wa shirika hilo, kifaa kimoja kilikuwa kimewekwa ndani ya gari lililoegeshwa huku kingine kikiwa kimefichwa ndani ya pipa la taka. Vyombo vya habari vya Syria vimesema askari polisi 4 ni miongoni mwa waliojeruhiwa. Wizara ya mambo ya ndani imeanzisha uchunguzi kubaini waliohusika na shambulizi hilo. Video na picha zilizosambaa mitandaoni zilionyesha moshi na moto ukipanda kutoka kwenye gari karibu na hoteli moja katika mji huo mkuu wa Syria. Shahidi mmoja aliambia BBC Arabic kuwa mlipuko wa kwanza ulisababisha uharibifu wa mali, lakini mlipuko wa pili uliotokea umbali wa takriban mita 20 kutoka eneo la kwanza uliwajeruhi baadhi ya askari wa usalama na polisi wa usalama barabarani. Uchunguzi wa BBC Verify umeonyesha kuwa milipuko hiyo ilitokea takriban mita 125 kutoka hoteli ya Four Seasons katika barabara kuu inayopita Damascus. Macron alikuwa mjini humo kwa mazungumzo na rais wa Syria Ahmed al-Sharaa katika ikulu ya rais. Maafisa wake wamesema alikuwa salama na hakusikia milipuko hiyo. Baada ya tukio hilo, Macron alisema hakuna kitu kinachoweza kuzima matumaini ya Wasiria ya kuishi katika nchi huru, salama, yenye watu wa makundi tofauti na iliyo na umoja. Aliongeza kuwa ziara yake itaendelea. Macron aliwasili Syria Jumatatu jioni akiwa kiongozi mkubwa wa kwanza wa Umoja wa Ulaya kutembelea nchi hiyo tangu al-Sharaa alipoingia madarakani baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad Disemba 2024. Ziara hiyo inaonekana kama ishara ya Syria kurejea kwenye jukwaa la kimataifa baada ya miaka mingi ya kutengwa. Pia inatarajiwa kujikita kwenye masuala ya usalama, ujenzi mpya wa nchi na hali ngumu ya uchumi.